Chukua nafasi yako uweze kukaa. Nashukuru Bwana kwa kupata nafasi ya leo ili nikaweze kusema nawe asubuhi ya leo. Naamini naongea na wahuduma, naongea na viongozi. Asubuhi ya leo nimepata hii nafasi ya kuongea pamoja nanyi, na ninashukuru Bwana kwa sababu yeye ni mkuu. Bwana asifiwe. Amen. Tukaweze kusoma kitabu kile cha Yeremia. Tunapoenda kushia neno la Bwana, tukaende kitabu cha Yeremia asubuhi ya leo. Tukafungue pamoja nami mlango wa kwanza na ule mstari, tutaanzia mstari wa kwanza. Bwana asifiwe. Amen. Yeremia mlango wa kwanza mstari ule wa kwanza, maandiko yanasema, maneno ya Yeremia mwana wa Hilkia, mmoja wa makuhani waliokuwa katika Anathothi katika nchi ya Benyamini, ambaye neno la Bwana lilimjia katika siku ya Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda, katika mwaka wa 13 wa kumiliki kwake. Tena lilikuja siku za mstari wa 4. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akaniguza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya mfalme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana asifiwe. Kama vile nilitangulia kusema, ibada hii ya wahuduma, viongozi, yeyote aliyeingia hapa, ningependa kusema na Mungu asubuhi ya leo kuhusu neno la Bwana. Bwana alipokuwa ananena na Yeremia, Bwana asifiwe, na alikuwa amemwita Yeremia ili aweze kumtumikia. Alikuwa amemchagua Yeremia ili akaweze kumtumia. Bwana asifiwe. Lakini Yeremia hakujua kwamba Bwana alikuwa amemwita. Yeremia kuelewa kama Bwana angemtumia ama Bwana angemtuma. Lakini sauti ya Bwana ilipomjia Yeremia na kusema, tangu nilipokuwa, kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako, yani nilikuwa nimekuchagua, na akamwambia nitakutuma. Bwana asifiwe. Yeremia yeye kwa mtazamo wake aliona kwamba hawezi. Yeremia kwa mawazo yake aliona hafai. Bwana asifiwe. Yeremia kwa kujiangalia aliona yeye hawezi. Bwana asifiwe. Akamwambia Bwana, akamwambia aje? Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Bwana asifiwe. Yeremia ni kweli Mungu alikuwa amemuita, alikuwa amemchagua kabla hata hajazaliwa. Alikuwa amejua kwamba kuna mtumishi wake atazaliwa na alikuwa tayari kumtumia. Lakini Yeremia aliposikia sauti ya Mungu ikinena naye, akamwambia kwamba mimi siwezi kusema kwa sababu mimi ni mtoto. Lakini Bwana akamwambia, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Bwana asifiwe. Ni kweli Yeremia alikuwa ametumwa, alikuwa hawezi, alikuwa anajiona hawezi, lakini Bwana akamwambia kwamba utakwenda kwa sababu hautaenda kwa uwezo wako, hautaenda kwa maneno yote utakayoyanena, mimi nitayaweka kinywani mwako. Bwana asifiwe. Mimi nitakutumia ili ukaweze kupeleka neno, ili ukaweze kupeleka maneno haya, na maneno utakayosema si maneno yako, ila ni maneno yangu nitakayoyaweka katika kinywa chako. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo ninapoongea na wewe ambaye ni mfanyi kazi katika huduma, ni mfanyi kazi katika ufalme wa Mungu, umeitwa ili ukaweze kumtumikia Mungu, ujue ya kwamba kuna uwezo, yani Bwana ana uwezo wa kukutumia wewe. Bwana anaweza akakutumia hata kama wanadamu
haiwezekani. Hata kama wewe mwenyewe unaona kama haiwezekani, Bwana ana uwezo wa kukutumia na akakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi ni pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Yaani usiogope kwa sababu ya hao utakaoenda kwao. Usiogope kwa sababu ya watakao kuvunja moyo. Usiogope kwa sababu ya maneno utakayoyasikia, kwa sababu mimi ni pamoja nawe ili niweze kukutia nguvu. Bwana asifiwe. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi ni pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo unaposikia sauti, unapokuwa na mwito wa kumtumikia Bwana, unapokuwa na tamanio la kumtumikia Bwana, si lazima uwe unajua sana. Bwana asifiwe. Si lazima uwe ni perfect kwa hiyo jambo. Labda wewe ni mwimbaji, si lazima uwe ati wewe unajua kuimba vizuri sana. Ni wengi tumeona wameinuliwa kutoka chini, mtu hawezi chochote hata kuhubiri, lakini hivi leo ni wahubiri wa mataifa. Kwa sababu gani? Walimpa Bwana nafasi ili aweze kutumika ndani yao. Bwana asifiwe. Walimpa Bwana nafasi, walikuwa tayari kutumika hata wakati waliambiwa hawawezi, hawakuvunjika moyo. Asubuhi ya leo, Bwana asifiwe. Ningependa kukutia moyo asubuhi ya leo, unapomtumikia Mungu, hatumtumikii kwa sababu tunajua, hatumwimbii kwa sababu tunajua, hatuhubiri kwa sababu tunajua, hatufanyi kazi yake kwa sababu tunajua, ila aliye tayari kutumika, Bwana anamtumia mtu huyo. Bwana asifiwe. Yeremia ni kweli aliona kuwa hawezi, aliona hafai, alijiona mtoto, aliona hawezi kuongea, lakini kwa sababu alikuwa na kitu ndani yake, Bwana kwamba usiogope kwa sababu hautaenda peke yako. Mimi nitakuwa pamoja nawe, na maneno utakayonena si maneno yako mwenyewe, ila mimi Mungu nitayatia maneno utakayonena kinywani mwako. Bwana asifiwe. Na ndipo Yeremia Bwana akaweza kumtumia, na Bwana akamwambia kwamba, ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akaniguza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Bwana asifiwe. Angalia, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Yaani si wewe utakayeenda, bali ni mimi ndani yako. Bwana asifiwe. Si wewe utaenda kwa mawazo yako. Na ni vyema wakati unapomtumikia Mungu, ni vyema wakati unapoishi, ni vyema wakati uko katika kazi ya Mungu, ni vyema kumwachia Roho Bwana aweze kukuongoza. Ni vyema uachie Roho Bwana aweze kukufinyanga apendavyo. Bwana akufinyanga apendavyo. Bwana asifiwe. Wengine tumepoteza njia, wengine wamepotea kwa sababu walijiona kwamba wanaweza. Walienda kwa mawazo yao, walienda kwa vile wanavyojua, walienda kwa vile wanavyojua, wakaona ya kwamba wanaweza, wakasahau ya kwamba Bwana ndiye anayetuwezesha, Bwana ndiye atutie nguvu, Bwana ndiye anayetupa neno, Bwana ndiye anayetia miguu yetu nguvu, anatia mikono yetu nguvu, anatufundisha, anatupe hekima. Bwana asifiwe. Yeremia alipomwambia Bwana ya kwamba mimi ni mtoto hata siwezi kusema, alimwambia kwamba mimi si ati utaenda wewe mwenyewe, ila maneno utakayonena mimi mwenyewe Bwana ataweka kinywani mwako. Bwana asifiwe. Maandiko nasema kwamba ndipo Bwana akanyosha mkono wake na akaniguza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana asifiwe. Hapo ndipo alipopata mamlaka Yeremia. Akamwambia ya kwamba, tazama, nimekupa mamlaka. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa, ili kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana asifiwe. Kama Yeremia hakumpa Bwana nafasi, angeweza. Kama angemsikiza, angeweza. Lakini alijieleza, akamwambia, mimi siwezi. Mimi ni mtoto, siwezi hata kusema. Mimi siwezi vile unavyosema leo. Mimi siwezi kuweza hiyo kazi. Mimi hata si mwimbaji, mimi sina sauti ya kuimba. Vile unavyosema leo, mimi hata siwezi kuomba. Mimi siwezi kufunga. Hata mimi siwezi kufanya. Yaani wewe ukiona kazi ya Mungu, unasema mimi siwezi. Ni kama kuna wale wamepangiwa kufanya. Hapa
asifiwe. Yeremia akawa amewekwa maneno na Bwana atakayoyanena atakapofika. Atakapoyanena Bwana akamwambia kwamba angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa. Yaani Yeremia akapewa yale mamlaka, na mamlaka hakuwa nayo. Labda hakuwa anajua kuomba vile alivyosema, hakuwa anajua kunena, hakuwa anajua ataanzia wapi, lakini kupitia Roho wa Bwana, kupitia Bwana kusema naye, akamwambia nimekuweka leo juu ya mataifa. Yeremia akapata mamlaka ya kwamba anaweza akamfanya vile anavyotaka kwa kinywa chake. Bwana asifiwe. Unaweza, yani ni kama alimwambia unaweza ukamua kile ambacho ukitaki, ukapanda kile ambacho unakitaka. Bwana asifiwe. Unaweza ukamua kile ambacho ukitaki kwa maisha yako na ukajenga kile ambacho unakitaka, maana mdomo wako ama ulimi wako una nguvu na mamlaka. Bwana amekupa mamlaka ya kufanya. Bwana asifiwe. Unaweza ukaharibu, unaweza ukaangamiza ile roho ambayo inatawala maisha yako, na ukaketi chini ukasema ya kwamba hakika kuna roho ambayo inanifuatilia, hakika kuna hii roho ambayo unaitazama ni wapi ilipotoka. Unaangalia unaona ya kwamba labda imetoka kwa familia yenu, labda umetoka kule ambapo unafanya kazi, labda imetoka kule ambapo umeolewa, labda kuna roho ambayo imepata mizizi katika maisha yako. Ukiangalia unaona inakufuata, inafuata mpaka watoto. Unaona inifuata mama yako, inifuata sijui ndugu yako, na sasa inakuandama. Unaangalia unasema kwamba hakika hii ni roho ambayo inanifuata. Hivyo basi Bwana amekupa mamlaka ya kumoja roho. Bwana asifiwe. Bwana amekupa mamlaka ya kubomoa ile kuta ambayo imejengwa mbele yako. Ukaona ya kwamba hakika kuna kizuizi mbele yako. Kuna watu hata wakijaribu kufanikiwa huwa wanaenda wanafanikiwa, mtu anajikuta kweli amefanikiwa, lakini atakaporudi chini hajielewi. Unapata mtu anafungua biashara inanawiri, inakuwa nzuri, lakini hapo anapoendelea ile biashara inarudi chini na inaanguka, inakuwa tena hana kitu chochote. Bwana asifiwe. Unaangalia unaona kwamba hapa kuna roho inanifuata. Unaangalia mizizi yake inatoka wapi, unachukua hatua, unang'oa. Bwana asifiwe. Unachukua hatua, unabomoa, unachukua hatua, unanena katika maisha yako. Yeremia akapewa mamlaka, nasi tumepewa mamlaka asubuhi ya leo ili kuomoa, ili kuharibu, ili kubomoa na kuangamiza na kujenga na kupanda. Bwana asifiwe. Una mamlaka mikononi mwako, una mamlaka kinywani mwako. Usikae kunung'unika na kusema ya kwamba sijui nitafanya nini, sijui nitaenda wapi, sijui nani atakayeniombea, sijui nitakuwaje. Bwana asifiwe. Kuna watu ni kweli wamemwishia Mungu, lakini hawawezi kuongea katika maisha yao. Yaani umekaa kanisani, wewe unaenda unamaliza unaenda nyumbani, lakini umekosa kuelewa kazi yako, umekosa kuelewa kile Bwana ameweka ndani yako, umekosa kuelewa ni nini Bwana ameweka ndani yako. Bwana anasema nini juu ya maisha yako? Bwana ni nini anasema? Kuna watu wanaingia kanisani asubuhi, wanashika wanafika jioni wanaenda nyumbani, lakini bado hawajajielewa, hawajaelewa nafasi zao, hawajaelewa position zao katika ufalme, katika huduma zao. Ni nini Mungu ameweka ndani yako? Nini Mungu anataka na maisha yako? Ukishajielewa utajiangalia na uone ya kwamba kweli kuna mahali ambapo nimekosa njia, kuna mahali ambapo nimekosa kujielewa, kuna mahali ambapo nimelala. Bwana asifiwe. Na utakapotambua hilo, utasimama katika nafasi na utaweza kusimama na kuongea, na utaweza kukomboa nafsi yako, utaweza kukomboa ndoa yako, utakomboa maisha yako, utakomboa na hata ya ndugu zako. Bwana asifiwe. Utakapojielewa, ujielewe wewe ni nani katika ufalme wa Mungu. Usijidharau kama Yeremia, usijione kama mtoto, usijione kama ufai, usijione ni kama huna mamlaka. Wakati umeokoka, Roho wa Bwana yuko ndani yako, amekupa mamlaka. Bwana asifiwe. Una mamlaka ya kunena katika maisha yako. Ni kweli Yeremia alijiona kwamba hawezi, alijiona kuwa ni mtoto, alijiona kuwa yeye hata hawezi kunena, hata hawezi kusema sana, hata hawezi kujieleza. Lakini hata hivyo Bwana akamwambia kwamba hautaenda peke yako, nitaenda pamoja na wewe. Na akamwambia kwamba usihofu na usiogope kwa ajili yao, maana mimi ni pamoja na wewe.
wewe. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo tukajitie nguvu katika Bwana na tujue kwamba hatuko peke yetu. Bwana asifiwe. Hatuko peke yetu. Tunaye Mungu anayeweza. Tunaye Mungu anayeokoa. Tunaye Mungu anayeinua kutoka chini. Bwana asifiwe. Bwana akanena na Yeremia. Mstari wa 11. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Mstari wa 11. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona uvito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Bwana asifiwe. Yaani Bwana akaanza kufuatilia Yeremia, akamuuliza unaona nini? Akamwambia ninaona. Tena neno Bwana akanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona uvito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Neno gani ili Bwana atanitimiza? Yaani ile neno alilomwahidi Yeremia, akamwambia kwamba nitakuwa pamoja nawe, maneno utakayonena nitayaweka kinywani mwako. Bwana asifiwe. Akawa anamfuatilia Yeremia, akawa anamuuliza unaona nini? Akamwambia ninaona mlozi. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia ninaona. Ndipo Bwana akaniambia umeona vema. 11. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona uvito wa mlozi. Yaani Bwana alikuwa anataka kujua kama Yeremia kuna kitu ameanza kuona, kama Yeremia kuna kitu kimeanza kufanyika katika maisha yake, kama Yeremia kuna kitu ambacho kimeanza kufanyika. Akamuuliza unaona nini? Wakati Yeremia alivyomjibu, akamwambia umeona vema, maana mimi ninafuatilia neno langu niweze kulitimiza. Bwana asifiwe. Lile neno ya kwamba liko pamoja na wewe, Bwana anataka kulihakikisha kwamba hajamwacha Yeremia. Ile neno ya kwamba nitasimama na wewe, ili anafuatilia. Akamwambia maana anafuatilia neno langu ili nilitimize. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana leo, fuatilia neno lako ulitimize katika maisha yangu. Umwambie Bwana ufuatilie neno aliloahidi katika maisha yako. Wakati uliokoka ama wakati umekuwa ukimwishia Bwana, Bwana amesema nini juu ya maisha yako? Wakati ulipokuwa unapitia magumu, Bwana alisema nini kukuhusu? Wakati ulipokuwa umefika mwisho, Bwana alisema nini kukuhusu? Bwana asifiwe. Umwambie Bwana kile ulichoahidi katika maisha yako, fuatilia ulitimize. Bwana asifiwe. Na wewe usivunjike moyo, wewe usife moyo, wewe usiseme siwezi tena, usiseme sifai tena, usiseme hakika hapa nimefika mwisho. Maana Yeremia yeye alikuwa hawezi, lakini Bwana akafuatilia ili akaweze kulitimiza neno lake. Bwana asifiwe. Tusome kitabu cha Wafilipi 4:13. Wafilipi 4:13. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana asifiwe. Yaani na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ukisikia kutiwa nguvu, ni mtu mwenye anaishiwa na nguvu, ni mtu mwenye anafika mahali anachoka, ni mtu mwenye anafika mahali anaona kama hawezi, lakini hata hivyo anayaweza kwa sababu kuna yeye amtiaye nguvu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo usimame katika nafasi na useme ya kwamba hata kama inaonekana kuwa ni mazito, hata kama inaonekana kuwa ni mazito, lakini ninayaweza yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Asubuhi ya leo unaposimama unasema ya kwamba hata kama yanaonekana ni mazito, lakini nitayaweza kwa sababu kuna yeye anitiaye nguvu. Bwana asifiwe. Hata kama inaonekana kuwa ni mazito, lakini mimi naamini ya kwamba nitayaweza. Hata kama una kazi leo na umefika mahali ukasema kwamba sasa nimefika mwisho, sijui nitamwendea nani, yaani kupitia hiyo hali unasema ya kwamba ninajua nitafanikiwa, ninajua nitapata kazi, ninajua nitayaweza, maana kunaye awezaye ndani yangu, maana kunaye anitiaye nguvu, kunaye aniwezeshaye. Bwana asifiwe. Hata kama nimefika mahali sina mtu wa kunifariji, sina mtu wa kuniambia pole, sina mtu wa kuniambia hata asante, yaani unalipa mabaya kwa wema,
nami, unitiaye nguvu. Bwana asifiwe. Hata kama kazi yako haionekani, hata kama umefanyia watu mema lakini wanakulipa kwa mabaya, unasema ya kwamba Bwana, nitaweza kuyashinda, maana wewe unanitia nguvu, maana wewe pamoja nami. Bwana alimwambia Yeremia, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ili nikuokoe. Ukisikia mtu anaokolewa, ni mtu anazama, ni mtu anafika mwisho, ni mtu amefika kwa jaribu zito. Ukisikia kuokolewa, ni mtu ambaye anaokolewa kwa jambo fulani, jambo si nzuri, jambo gumu. Akamwambia hata usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi ni pamoja nawe ili niweze kukuokoa. Asubuhi ya leo tumwachie Bwana maisha yetu, tumwachie Bwana atuokoe, tumwachie Bwana atutetee, tumwambie Bwana atupiganie, tumwachie Bwana atushindanie, tumwachie Bwana atutie nguvu. Bwana asifiwe. Hata kama unaweza ukafanya, unamwachia Bwana akusaidie. Hata kama hiyo huduma yako ni kweli una nguvu ya kufanya, lakini umwambie Bwana, uniongoze niende kwa mpango wako, niende nikaongozwe na Roho wako. Bwana asifiwe. Maana ukienda mwenyewe utashindwa, ukienda peke yako utafika mahali utachoka, ukienda peke yako wakati utakufa utaacha, ukienda peke yako wakati ya mazito utashindwa. Lakini wakati uko na Bwana, wakati Bwana anakushika mkono, utatembea katika milima, utapanda kwa mito, utavuka ukiwa pamoja naye, maana kunaye Bwana akutiaye nguvu. Bwana asifiwe. Hata utakapofika mahali usikie kwamba jambo hili ni zito, usikie kwamba siwezi tena, ukumbuke ya kwamba utaweza mambo yote kupitia yeye akutiaye nguvu. Bwana asifiwe. Utashinda hiyo jaribu kupitia yeye akutiaye nguvu, utasimama tena kupitia yeye akutiaye nguvu. Ni mangapi umepitia watu wakaona ya kwamba hautasimama tena, hautaweza tena, lakini kesho tunakuona unatembea, umesimama, unamwabudu Mungu. Si kwamba ati wewe unafurahia kuwa, si kwamba hujasikia kitu, si kwamba hujaumia, lakini kwa sababu kunaye Bwana akutiaye nguvu, ndio maana umesimama tena. Kwa sababu kunaye Bwana akutiaye nguvu, ndio maana unakaa ni kama haukufanyiwa kitu, lakini yale uliyopitia ni wewe na moyo wako ujuae. Lakini kwa sababu unayeweza yote, Bwana anakutia nguvu, unasimama tena, unamtumikia tena. Bwana asifiwe. Usifike mahali ukakata tamaa, usifike mahali ukachoka, usifike mahali ukasema sifanyi tena. Umwambie Bwana kama vile Yeremia ulivyomtendea, ulivyonena naye, Bwana hata mimi leo sema nami. Bwana katika jambo hili sema nami, katika jaribio hili Bwana sema nami, usinipite, usiniache nikaibika, usiniache nikashindwa. Vile ulivyosema na Yeremia, ukamwambia kwamba maneno utakayonena mimi nitaweka kinywani mwako. Umwambie Bwana hata mimi ninaomba Bwana ukanihudumie, naomba ukanitie nguvu, naomba ukaniwezeshe hata mahali ambapo siwezi. Unamwambia Bwana uniwezeshe. Bwana asifiwe. Hata ukisimama ukifanya, tunaona ya kwamba haya kumbe unaweza ukafanya, lakini wewe ndani yako unajua mimi sikuweza, ila ni Bwana aliyenisaidia. Bwana asifiwe. Na tunapofanya kazi ya Bwana tunaifanya kwa uaminifu, tunaifanya kwa kupenda, bila kusukumwa, bila kulalamika, bila kunung'unika. Maana Maandiko yanasema ati amelaaniwa afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kwa hivyo vile unavyofanya, umwambie Bwana akusaidie ukampendeze tu. Hata usipowapendeza watu, upendeze Bwana. Hata ukibaki peke yako, upendeze Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama sisi wa huduma asubuhi ya leo tukaweze kufanya bidii ili tukaweze kumtumikia Mungu katika wakati unaofaa, wakati usiofaa. Tumtumikie Mungu wakati tuko chini, wakati tuko juu. Tumtumikie Mungu wakati tumebarikiwa, wakati hatuna kitu tumpende, wakati ametubariki tuzidi kumpenda. Bwana asifiwe. Hata kama wewe unaoshanga kanisa na unakuja miguu, hata wakati utakapobarikiwa na gari, hata kuja tu simamisha gari lako na ukuje uoshe vile umezoea kufanya. Umwambie Bwana unipe kunyenyekea, nikakutumikie. Bwana asifiwe. Nikakutumikie kwa majira yote, nikakutumikie wakati wowote, nikakutumikie na nikakuabudu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nataka kukuambia neno hili, ukaweze kusimama katika nafasi na usijidharau, usijione ya kwamba haujui, usijione ya kwamba huwezi, maana kunaye akuwezeshaye. Bwana asifiwe.
si mimi tena, nataka Bwana ukaniwezeshe. Bwana asifiwe. Bwana anatafuta mtu tu aliye tayari. Bwana anatafuta, yuko wapi atakayesema natamani kufanya ila siwezi, natamani kufanya ningekuwa naweza. Yaani mtu utapata mtu anasema ninatamani kufika mahali hapa hata kama hawezi. Mtu huyo Bwana akiona roho yake inapenda, Bwana anakuja ili akaweze kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Ezekieli 22. Ezekiel 22 verse 30. Ezekiel 22:30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayenitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Bwana asifiwe. Bwana anasema nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya ufalme, lakini sikuona mtu. Bwana asifiwe. Kuna watu wako hapa, Bwana anawataka. Bwana anataka msimame katika nafasi zenu. Kuna watu wako hapa, Bwana anatamani mkaweze kusimama katika nafasi zenu ili mkaweze kumtumikia Mungu. Anasema ya kwamba nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayenitengeneza boma, atakayesimama mahali palipobomoka ili akaweze kupainua tena. Nikatafuta mtu akaweze kusimama katika nafasi ili akaweze kushikilia kazi hii, lakini hakupata mtu. Wengine tumeangaliana leo tukasema ya kwamba fulani atafanya, ninaamini fulani atafanya, mzee fulani atafanya, mama fulani atafanya. Wakati tunapoangaliana, Bwana anatafuta mtu. Bwana asifiwe. Anatafuta ni nani atakayesimama katika nafasi hii, ni nani atakayesimama ili akaweze kutumika katika nafasi hii. Wengine mmepewa kitu katika mioyo yenu, lakini mmekaa na kusema ya kwamba fulani atafanya. Bwana akawa anatafuta mtu ili akaweze kusimama mbele zake mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikayaribu, lakini sikuona mtu. Hebu jiulize leo, hivi umekaa, yaani hivi unaishi katika maisha yako ya wokovu, ni nini ambacho Bwana anaweza kaangalia akakiona katika maisha yako? Ni kipi ambacho unakifanya Bwana akija leo anaweza akasema pongezi mwanangu? Ni nini unasimama kufanya hata Bwana akasimama leo akitafuta mtu wa kulipa, mtu wa kubariki kwa ajili ya kazi, mtu wa kufariji, mtu wa kupa kitu? Ni nini Bwana anaweza akafanya akasema mwanangu pokea hili kwa kazi hii? Bwana asifiwe. Wengine tunabarikiwa bila kujua, wengine wanainuliwa, wengine wanatumikia Mungu, wanaenda wanabarikiwa. Bwana asifiwe. Wengine wanatumika, wanasimama katika nafasi zao, wanapoenda wanapata kibali, labda hawaelewi ni nini. Mtu anasema tu hakika niliona Mungu, hakika niliona muujiza, nilienda nikaona, yaani kuna kitu ilifanyika, sijui kulienda aje. Bwana asifiwe. Wengine wanabarikiwa kwa sababu naye Bwana anaona kazi ya mikono yao, anaona tamanio la mioyo yao, anaona kujitolea kwao. Wengine ni kweli hawana pesa, lakini wanajitoa nafsi zao na miili yao kufanya kazi ya Bwana. Bwana anasema kwamba nikatafuta miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Bwana asifiwe. Angalia katika nafasi uliyo nayo, angalia mahali unapofanya kazi katika huduma yako, katika kazi ya Mungu. Je, hiyo kazi imesimama vizuri? Je, hapo mahali pamesimama vizuri? Labda wewe ni mwimbaji. Je, mwimbaji unaendelea vizuri? Labda wewe ni asha. Kweli tunaasha vizuri, tunafanya kazi ya Mungu vile inavyofaa. Labda wewe ni mwalimu wa Sunday school. Je, kazi ninayoifanya kweli ninaifanya kwa uaminifu? Watoto wanapata wanachohitaji? Kweli nimesimama katika nafasi?
aweze kusimama katika hiyo nafasi, akaweze kusimama ili akaweze kushikilia mahali palipobomoka. Anasema ya kwamba alitafuta mtu aweze kusimama mahali palipobomoka, lakini hakupata mtu wa kusimama mahali pale. Ninapomalizia, tusome Yeremia 48 mstari wa 10. Bwana anatafuta mtu aliye tayari. Bwana anatafuta mtu amtumie. Wewe uliye hapo, uko hapo unatafuta. Bwana anatafuta mtu, anakutafuta wewe. Ni wewe tu ukubali moyo wako useme Bwana nitume. Bwana asifiwe. Yeremia alijieleza akasema kwamba mimi ni mtoto, lakini alikuwa tayari. Bwana akamtumia, Bwana akamfanya vile alivyotaka. Yeremia 48 mstari wa 10 andiko nasema, na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu, na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Bwana asifiwe. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kumbe unaweza ukawa katika kazi ya Bwana, ni kweli unamfanyia Mungu kazi, lakini badala ya kufanya kubarikiwa unapata laana. Nimesema asubuhi leo naongea na wafanyakazi katika kazi nyumba yake. Unaweza ukafanya kazi ukafikiria kweli unaifanya kazi, lakini badala ya kupata baraka mahali pale ukapata laana. Badala ya kuinuliwa ukawa mtu wa kung'ang'ana, badala ya kupokea baraka ukawa mtu ambaye haeleweki mtu aina gani, kwa sababu unafanya kazi. Ni kweli Mungu amekukabidhi ile kazi unaifanya, lakini unaifanya kwa ulegevu, unaifanya kwa kusukumwa, unaifanya kwa kutopenda, unaifanya kwa moyo wa kutopenda. Yaani wewe uko pale, basi ni afadhali hata ukae kuliko kuifanya. Maana Biblia inasema ya kwamba na alaaniwe mtu huyu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Bwana atusaidie asubuhi ya leo, tusije tukatoka kwa nyumba ya Mungu na laana, tusije tukatoka kwa nyumba ya Bwana na laana. Tumwambie Bwana atusaidie mahali nafasi ambayo umeipata, ukasimame vizuri, ukasimame vyema, ukaweze kufanya vile utaweza, ukaweze kuifanya tu. Umwambie Bwana, hata kama siwezi, hata kama najiona siwezi, Bwana najua nikiwa nawe nitaweza, nikiwa na wewe nitaweza. Bwana asifiwe. Wewe uliye hapo nyumbani, umwambie Bwana asubuhi ya leo akuwezeshe, akusaidie, akuokoe na kutia nguvu, maana bila yeye utaweza na unamhitaji yeye. Umwambie Bwana akutie nguvu na Bwana akakubariki asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasi tukamwambie Bwana asubuhi ya leo akatuwezeshe, akatutie nguvu, atuongoze. Tumwambie Bwana atusaidie tufanye kazi ya Mungu yake kwa uaminifu katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, tukanyenyekea kwa Bwana asubuhi ya leo. Kupitia mahubiri haya, ni nini umejifunza? Kupitia neno hili, ni nini umepata? Ni sauti gani ambayo imekunenea? Umwambie Bwana asubuhi ya leo, Bwana akakutia nguvu. Ikiwa na wewe ndani yangu, nikiwa na wewe sitachelewa. Nikiwa na wewe ndani yangu, nikiwa na wewe Nikiwa
Asante kwa yote Bwana uliyonena juu yetu. Bwana tunaomba Bwana ukatusaidie, tukakutumikie, tukakupende Bwana, tukafanye kazi yako mfalme mwema, na ukawa baraka katika maisha yetu. Hata mtazamaji anapotutazama Bwana ukamwinue, ukambariki, maana wewe ni mwema na hakuna kama wewe. Jina lako litukuzwe na jina lako liinuliwe. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini, na tuseme amen. Tupigie Yesu makofi asubuhi ya leo. Amen, amen, amen. Chukua nafasi yako uweze kuketi.